Mpangilio wa nyaraka ni muhimu sana kuufahamu pindi nafasi zitakapotangazwa na mamlaka husika. Kujua kupangilia nyaraka ni muhimu. Sasa kwa mfano, wakati unatuma maombi, inashauriwa ni vema ukatumia bahasha kubwa ya A4 ili nyaraka zibaki katika hali nzuri. Labda utaratibu wa kutuma maombi ya kujiunga na JWTZ uje kubadilika, lakini inapendeza na inashauriwa juu uanze na barua ya maombi, lakini kije cheti cha kuzaliwa, vyeti vya elimu, nakala ya kitambulisho cha NIDA au kopi ya namba ya NIDA, lakini mwisho vyeti vingine vya ziada, mfano vyeti vya fani kama vile kompyuta, welding, ushonaji na kadhalika. Lakini pia inapendeza kopi zako ziwe zinasomeka vizuri, mfano wino wa printer hiyo inatoa kopi ambazo ni quality na inasomeka vizuri. Mwisho, ukishamaliza nyaraka zako, unatakiwa uziweke ndani ya bahasha, alafu uhakikishe hiyo bahasha inakuwa sealed au inafungwa vizuri. Sasa pale juu ya bahasha usiache kuandika chochote. Ni muhimu uandike taarifa muhimu ili ijulikane hiyo bahasha ni ya nani na inaenda wapi.